Kuhusiana na sakata la aliyekuwa mbunge wa Nyamagana kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, na pia alishawahi pia kuwa katibu kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya Victoria, ambaye ni Ezekiel Wenje, kumekuwa na maneno ambayo ni mengi sana aliweza kuyatoa na kuvujisha siri ambayo ilikuwa inaendelea ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwanza ikiwa ni sababu kubwa ya Chadema kutojihusisha na uchaguzi wa mwaka 2025 ilikuwa ni kutokana pia na kususa na kutotaka kuingia kwenye upinzani na chama cha CCM, huku wakiamini kabisa kwamba chama cha CCM kimekuwa na nguvu ya kutosha kiasi kwamba hata wao wakisema waingie kwenye uchaguzi ama waingie kwenye ushindani ni sawa sawa na kazi bure. Na yeye mwenyewe pia maamuzi aliyoamua kuyafanya ya kutoka kwenye chama cha Demokrasia na Maendeleo na kuja kwenye chama cha CCM ni maamuzi ambayo ameweza kuyafanya kwa maslahi yake, akiweza kuamini kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa hakina mwangaza na kimekuwa pia hakina malengo katika taifa la Tanzania. Kumekuwa na baadhi ya viongozi wengi tu ambao wameamua kukaa kando ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, na huku kuna baadhi ya viongozi wakiendelea kuwepo na kutoa maneno tofauti ya kumuona kwamba labda Ezekiel Wenje alichoamua kukifanya hakikustahili. Tumeweza kumsikia Godbless Lema akizungumzia kwamba yeye kama ndo angekuwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, basi Ezekiel Wenje asingeendelea kubakia ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na unavyoambiwa na taarifa iliyopo ni kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, yani sio tu kwa Ezekiel Wenje bali kuna viongozi mbalimbali ambao pia watajitokeza na watafanya maamuzi kama aliweza kuyafanya Ezekiel Wenje. Tunashindwa kufahamu ndani ya Chadema kwa hivi sasa kuna nini ama kuna mdudu gani, kwa sababu sio kiongozi huyu tu wa kwanza bali viongozi mbalimbali wakina Msigwa ambao tayari pia na wao wametoka kwenye chama cha Chadema na kuingia rasmi kabisa katika chama cha CCM. Sasa ni swala ambalo kwa hivi sasa walikuwa wakimsema mchungaji Peter Msigwa, lakini pia hivi sasa wapo na Ezekiel Wenje ambaye pia naye ameamua kuungana na chama cha CCM, huku akiweka wazi kwamba Chadema hakina malengo, hakina pia tafsiri yoyote ya kutaka kuongoza na kuweka nchi ya taifa letu la Tanzania kuwa katika mustakabali wa maendeleo, na ndio maana anaona kwamba ndoto zake zinachelewa za kuja kuwa moja kati ya viongozi wa kuaminika ndani ya taifa hili la Tanzania. Ni heri akaendelea kuonekana kwamba labda yeye ni msaliti ama akaonekana kwa namna yoyote, lakini anachojali kwa hivi sasa ni kuangalia taifa la Tanzania lipo mikono salama ama haliko mikono salama. Ni moja kati ya vitu ambavyo hivi sasa vimekuwa vikiendelea kuzungumziwa zaidi katika mitandao ya kijamii.